Putin asema Israeli imeniomba niipe Iran ujumbe kwamba haitaki vita. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema viongozi wa Israeli wamemtaka ieleze Iran kwamba utawala huo haufuatilii vita na makabiliano zaidi na Iran na una hamu ya kupunguza mvutano. Mvutano kati ya Iran na Israeli ulishtadi baada ya utawala huo wa Kizayuni kuanzisha uchokozi usio na msingi dhidi ya Iran mnamo Juni 13 ambao ulichochea vita vya siku 12. Utawala huo uliwaua makamanda wakuu na wanasayansi wa nyuklia na pia kuua mamia ya raia kote nchini Iran. Marekani pia ilijiingiza kwenye vita hivyo na kushambulia kwa mabomu vituo vitatu vya nyuklia vya Iran katika uvunjaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Vita vya siku 12 vilimalizika Juni 24 baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yaliyolenga maeneo ya Israeli na Marekani na kuilazimisha Tel Aviv kusitisha uchokozi wake dhidi ya nchi hiyo. Akihutubia mkutano wa kilele wa Asia ya Kati, Russia huko Dunshabe Alhamis, Rais Putin alisema kuwa utawala wa Israeli umemtaka kuwasilisha ujumbe kwa Iran. Anasema, tunaendelea na mawasiliano ya kujenga namna na Israeli na tunapokea ishara kutoka kwa uongozi wa Israeli ukiomba kwamba hili lifikishwe kwa marafiki zetu wa Iran kwamba Israeli inakusudia na imedhamiria kutatua swala hilo zaidi na haipendezwi na aina yoyote makabiliano, amesema Putin. Rais wa Russia amesisitiza ulazima wa kutatuliwa suala la nyuklia la Iran kwa njia ya mazungumzo na ndani ya fremu ya sheria za kimataifa. Amesisitiza haja ya kutafutwa suluhisho la amani kwa mpango wa nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu. Wakati hayo yakiendelea, wacha ni kupitisha kwenye vipengele muhimu vya makubaliano ya usitishaji vita Gaza kati ya Israeli na Hamas ambavyo vimeweza kuingiwa. Utawala unaokalia kwa mabavu Palestina na Hamas hatimaye umefikia maelewano juu ya kutekeleza awamu ya kwanza ya usitishaji vita huko Gaza. Makubaliano hayo yanaahidi kumalizika umwagaji damu. Mbali na kusitishwa vita huko Gaza, vipengele vingine vya makubaliano hayo ni kubadilishana wafungwa 20 wa Israeli mkabala wafungwa zaidi ya 2000 wa Kipalestina. Aidha, pande mbili zimekubaliana kuruhusiwa kuingia Gaza mamia malori ya misaada ya kibinadamu na kurejea kwa wakimbizi. Gazeti la Al Arab Al Jadid limechapisha ripoti kuhusu vipengele muhimu vya mkataba huo na kuandika kuwa kwa mujibu wa taarifa ilizozipata, makubaliano hayo yalipangwa kutiwa saini rasmi mjini Cairo Alhamis. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Israeli imeahidi kuachia zaidi ya wafungwa 2000 wa Kipalestina, wakiwemo 250 wanaotumikia vifungo vya maisha na 1700 ambao wamezuiliwa kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita. Makubaliano hayo yanajumuisha pia kuingia kwa angalau malori 400 ya misaada kwa siku katika ukanda wa Gaza katika siku 5 za kwanza baada ya kusitishwa kwa mapigano. Kiwango hiki kitaongezeka katika siku zijazo. Aidha, wakimbizi wa Kipalestina kutoka kusini mwa ukanda wa Gaza wataruhusiwa kurejea katika mji wa Gaza na maeneo ya kaskazini. Katika taarifa yake, harakati ya Hamas imemtaka Rais Donald Trump wa Marekani kuulazimisha utawala wa Israeli kutekeleza kikamilifu makubaliano hayo na kujiepusha na kusitasita au kutotekeleza. Vilevile, msemaji wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas amesema utawala wa Israeli unajaribu kuhadaa, kufanya hila na kuchuja baadhi ya vipengele katika makubaliano ya usitishaji vita. Kufuatia kutangazwa makubaliano ya usitishaji vita huko nchini Misri, Hazim Kasim amesema kuwa utawala wa Israeli unajaribu kutumia vibaya vipengele vinavyohusiana na orodha ya wafungwa na kuondoka Gaza na unakwepa mjadala kuhusu masuala hayo. Kasim amesisitiza kuwa suala la msingi ni kuandaa mazingira kwa ajili ya kubadilishana wafungwa na mateka. Ameeleza bayana kuwa makubaliano hayo kusitisha mapigano yanamaanisha kumalizika kwa vita vya kikatili dhidi ya wananchi wa Palestina. Chanzo kilicho karibu na mfungwa wa Kipalestina Marwan kimefichua kuwa ofisi ya waziri mkuu wa Israeli iliondoa jina lake kwenye orodha ya kubadilishana wafungwa dakika za mwisho na hivyo kuhujumu makubaliano hayo ya kusitisha mapigano Gaza. Bagrut, mwanasiasa mashuhuri wa Palestina, alionekana kama shaksia muhimu wa kuachia huru mkabala wa mateka 48 wa Israeli wanaoshikiliwa huko Gaza. Chanzo cha habari kimeiambia Middle East Eye, Bagrut anatazamwa kama mtu anayeunganisha sana jamii ya Palestina. Hamas imetaka kuachiliwa kwa kiongozi huyo wa kundi la Fatah aliyefungwa kwa muda mrefu pamoja na mateka wengine mashuhuri akiwemo katibu mkuu wa harakati ya ukombozi wa Palestina Ahmad Sadat na muhandisi na kiongozi mkuu wa Brigade za Qassam Abdullah. Kiongozi mwandamizi wa Hamas Abbas al-Saidi pia yupo kwenye orodha hiyo. Haya yanajiri huko baadhi ya ripoti zikieleza kuwa jeshi la Israeli
limeendeleza mashambulizi yake huko Gaza saa chache tangu Tel Aviv iidhinisha awamu ya kwanza ya usitishaji mapigano na Hamas. Kanali ya Al Jazeera ya lugha ya Kiarabu imeripoti kuwa muda mfupi uliopita wanajeshi wa Israeli wametekeleza wimbi la mashambulizi ya makombora na mizinga mikubwa ya vifaru kaskazini mwa mji wa Khan Younis, kusini mwa Gaza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.